Wala usitumie nguvu kubwa kujiuliza kwamba imetumika gharama kiasi gani kudanganya watu ya kwamba Sahil Mahiri pamoja na Belinda binti Mavumba wamefariki. Ni kwamba hakuna gharama yoyote iliyoweza kutumika, lakini pia hakuna uchawi wala miujiza yoyote iliyoweza kufanyika mpaka watu hawa tukawaona wako hai mpaka sasa hivi. Kikubwa tu ni kwamba siku ambazo matukio ya vifo yalikuwa yakitokea, siku ambayo Belinda alifariki hospitali, pia mzee Mavumba alikuwepo, lakini pia siku ambayo Mr. Sahil Mahiri ilisemekana kwamba ameuawa, Mr. Mavumba pia alihusika kumchukua na kumpeleka hospitalini. Hivyo usishangae ni kipi ambacho kimeweza kufanyika. Kwa binti ambaye wanamuita Belinda, tumetambua kabisa kwamba aliyezikwa hakuwa Belinda bali alikuwa mtu mwingine kabisa. Sasa subscribe kwenye channel hapa ya Nova Films, alafu twende tukaangalie ni kipi ambacho kitatokea baada ya yote haya kuweza kufanyika. Lakini pia maswali ya wengi ni kwamba Mr. Mavumba alipata faida gani mara baada ya kufeki kifo cha binti yake, kwa sababu amefeki kifo cha binti yake lakini bado tunamuona tena. Nafikiri kwamba wengi huwa wanafeki vifo vya watu ili wasije wakaonekana tena mbele ya watu ambao wamefeki vifo hivyo hapo kwa ajili yao. So kwa nini Mr. Mavumba amefeki kifo cha binti yake alafu bado akaruhusu binti yake aonekane tena kwenye macho ya watu ambao aliweza kufeki kifo hicho kwa ajili yao? Hicho ndo kitu ambacho wengi nafikiri watakuwa wamejiuliza sana. Sasa usijali, hapa ni sehemu salama kabisa, utapata majibu ya kila swali ambalo unahitaji kupata jibu lake. Sasa wakati huu tukaangalie kuhusiana na kipi ambacho kiliweza kufanyika kwa Sahil. Kwa binti ambaye wanamuita Belinda ni sawa, tumefahamu ni kipi ambacho kiliweza kufanyika, kwa sababu kwa mujibu wa taarifa ya mama yake na Belinda amesema kwamba hata siku ya mazishi hawakuweza kuiona sura ya Belinda bali iliwekwa picha tu kwenye jeneza. Hii ni tosha kabisa na tunaweza tukapata majibu kwamba ni kweli waliweza kufeki kifo. Lakini kwa Sahil ilikuwaje? Na taarifa zilitolewa kabisa kwamba Sahil ameweza kufariki, na tuliweza kuona hospitalini pale Mr. Mavumba pamoja na daktari, japokuwa walikuwa hawaongei lakini body language iliongea. Kila kitu kilichotokea pale kilikuwa kinaonekana kabisa kwamba Sahil Mahiri is no more. How come sasa hivi he is alive? What happened there? So tutajua ni kipi ambacho kiliweza kutokea. Nafikiri kwamba mzee Mavumba atakuwa ana ushirikiano na mzee Kama Ramadhani Kama, na kwa sasa mzee Kama Ramadhani Kama amekula winga, yani hayupo, ameacha barua tu ndo ambayo imetuachia maswali na majibu hapo kwa wakati mmoja. Bwana mzee Kama Ramadhani Kama ameongea kwenye barua kwamba waliweza kufanya hivyo ili kuweza kudanganya kuhusiana na wale watu wabaya ambao wanamtafuta Sahil Mahiri, yani waliweza kufeki kifo. Sasa hii ndo sababu makini kabisa ambayo nafikiri inaweza ikawa ndo chanzo kikubwa cha mzee Mavumba pamoja na Kama Ramadhani Kama kufeki kifo cha Sahil pamoja na Belinda, ni kwamba walihitaji kuona hawa watu wawili hawafuatiliwi. Ni kwa nini nasema hawafuatiliwi? Tunafahamu kwamba mzee huyu jamaa wanayemuita Kipombogo anawinda sana uhai wa Sahil. Sasa kitu ambacho amekifanya hapo ni kuaminisha ama ni kumwaminisha mzee Kipombogo atambue kabisa kwamba Sahil Mahiri alishafariki, lakini huyu mtu ni mtu mwingine kabisa, sio Sahil Mahiri. Lakini hiki kitu akiingia akilini, kwa sababu bado jina lake ni hilo hilo, hata yeye mwenyewe analitumia. Hivyo basi haitoshi kumwaminisha Mr. Kipombogo kwamba Sahil Mahiri pamoja na Belinda waliweza kufariki ama hawapo hai. Lakini kitu ambacho kimefanyika hapo ni kumfanya Mr. Kipombogo aweze kufikiria mara mbili. Yani kifupi ni kwamba lazima atakuwa muoga kuweza kumfuata Sahil Mahiri, kwa sababu aliweza kumuua yeye mwenyewe kwa mikono yake, au kama amekuwa live. Hivyo basi hata kama ungekuwa ni wewe lazima uogope. Sasa hiyo ndo maana halisi ya mzee Kama Ramadhani Kama, yani hataki kuona anasumbuliwa kijana wake, mjukuu wake Sahil Mahiri. Kwa hili hapa nafikiri kwamba mzee Kama Ramadhani Kama amefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu tuliweza kuona hata Mr. Kipombogo pindi alipopata taarifa ya kwamba Sahil Mahiri na Belinda ni wazima wa afya kabisa, wakati amekwenda kuwazunguka pale akiwatazama, kweli ni wao, alikuwa akiwatazama kana kwamba ana uoga fulani hivi, haamini kama hicho kitu kimeweza kutokea. Na ndo kitu ambacho Mr. Kama Ramadhani Kama alihitaji. Yani kifupi ni kwamba Mr. Kama
Kama Ramadhani Kama alichofanya hapo ni kupunguza kasi ya kiwango cha kutaka kumuua Sahili Mahili Mr. Kipombogo, na amefanikiwa kwa kiwango hicho hapo, lakini haitakuwa na solution yoyote kwa wakati huu, kwa sababu kipindi hiki Mr. Kipombogo atakuwa muoga kweli, lakini kuna muda atakuja kumuinda tena Sahili Mahili, kwa sababu mpaka sasa bado yuko na Belinda. Inakuwaje mtu aliyemuua kwa sababu ya demu ambaye wanamuita Belinda, mpaka sasa hivi pamoja na kwamba amerudi tena bado yuko na Belinda? So nafikiri kwamba lazima atafanya kitu chochote kile kuhakikisha kwamba anamuua Sahili Mahili ili aweze kumpata Belinda. So nafikiri kwamba plani ya mzee Kama Ramadhani Kama bado haikuwa na kile kitu ambacho wanakiita long term solution, yani ni short term solution, kwa sababu tayari Mr. Kipombogo anampenda binti ambaye wanamuita Belinda binti Mavumba. So hata sasa Mr. Sahili bado anaendelea kuambatana na Belinda binti Mavumba, kumbukumbu zake hazijapotea kabisa, lakini kuna kitu ambacho wengi nafikiri mtakuwa hamjakinotice, hata kama mligundua bado hamkukiweka manani, yani hamkukitilia manani zaidi, ni kwamba Sahili Mahili hakumbuki kwamba alikuwa kichaa. Sasa ule ukichaa wake umeweza kutokaje? So nafikiri kwamba pamoja na kwamba wametupa kile tulichokuwa tukihitaji kufahamu ya kwamba ni kwa namna gani Sahili pamoja na Belinda wako hai, bado hawajatuambia ni kwa kiasi gani ama ni namna gani Mr. Sahili Mahili ameweza kupona ukichaa wake, lakini bado hatujatambua ni kwa namna gani Sahili Mahili ameweza kuwa chizi. Lakini mama yake na Belinda pamoja na binti ambaye mwanamke ambaye alikuja pale, anaonekana kabisa ni daktari ambaye alihusika kuweza kumpatia mwili feki Mr. Mavumba. Ikaonekana kwamba Belinda ndo amezikwa wakati ni mtu mwingine kabisa ambaye aliweza kufariki. Sasa yule mwanamke wakati akizungumza na mama yake na Belinda, alisema kwamba inasemekana Sahili Mahili ukichaa wake ulitokana na nani? Ulitokana na binti yao Belinda. Hii inaonekana kwamba kuna kitu ambacho kiliweza kutokea na sisi hatukukifahamu kabisa kuhusiana na ukichaa ama chanzo cha ukichaa wa Sahili. Sasa nafikiri kwamba hayo ndo majibu ambayo yatakuridhisha na utaelewa kabisa ni kipi ambacho kilisababisha Sahili Mahili aweze kuwa kichaa. Hakuna kitu kingine zaidi ya mapenzi na Belinda.